Yawezekana wewe ni mfanyabiashara ama unaye mfanyabiashara unayemfahamu ambaye amewahi kukulalamikia ya kwamba wakati wa kufanya biashara zake amewahi kukumbana na changamoto ya kufika kwenye taasisi za serikali akiwa anafuatilia nyaraka na mambo mengine na akaambiwa hana vigezo. Je, pale ambapo unaambiwa hauna vigezo, ni jibu gani ambalo linakuja kichwani mwako? Ukiwa hata haufahamu vigezo hivyo unavipata wapi? Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amepiga marufuku kwa watumishi, viongozi na watu mbalimbali wanaofanya kazi katika taasisi za serikali, hususan zile ambazo zipo chini ya wizara yake ya Viwanda na Biashara, kuhakikisha kwamba hawamwambii mfanyabiashara ya kwamba hana vigezo, na badala yake wahakikishe wanampa njia ya kuvipata hivyo vigezo ili aweze kufanya biashara yake bila ya usumbufu. Wenzangu ndani ya serikali tumeshaambiana, it is facilitation over regulation. Unawezesha, sio kudhibiti. Kwa hiyo leo mfanyabiashara akija, hutakiwi kumwambia huna vigezo, inabidi umsaidie afikie vigezo. Kwa hiyo kwa kipindi hiki ni marufuku mfanyabiashara anapokuja kwenye taasisi yako kumwambia kwamba vigezo ni hivi hujafikia. Mpe njia afikie vigezo ili aweze kufanya biashara ambayo anataka kuifanya. Lakini tupo kwenye nyanja za tofauti sana. Ni aibu mfanyabiashara kulalamika kwamba kuna taasisi ya serikali haina mfumo ya kufanya tracking ya maombi yake. Ni aibu kwa sababu dunia nzima inatulazimisha kwenda na zama tulizopo za technology. Kwa hiyo sasa taasisi zetu zote za uratibu, taasisi ambazo zipo chini ya wizara yangu, nimeshawaambia na tumeshakaa na I'm glad kwamba wote wanafanya vizuri sana. Kwa hiyo tuwasaidie, tupunguze mlolongo na urasimu kwa upande wetu, ili wakienda na upande mwingine tuwe tuna namna ya kuwafacilitate, ya kuwasaidia. Jamani, biashara haina kuoneana huruma. Ni lazima sisi wenyewe tuwe aggressive ili kufikia soko la China. Kwa hiyo ili tuweze kuwa hivyo, sisi katika sekta yangu tutawasaidia kuhakikisha tunaweka vijana ambao wanaweza kutusaidia na kutufacilitate na kutuwezesha. Na mimi sina mashaka, kaka yangu wa Wizara ya Kilimo, tunazungumzia kilimo kwa sababu ndo sekta ambayo tunaongoza kwenye export kwenye soko la China. Kaka yangu Mheshimiwa Chongolo yuko very proactive. Nina uhakika atawaongoza na wenzake katika sekta ya kilimo ili tuweze kuzungumza lugha moja, na tukija kwenye forum nyingine kama hii, basi sasa tuanze kuelezeana kuhusiana na mafanikio kuliko malalamiko. GICC ni agency ya China. Kwa kweli kuna kazi kubwa sana kwenye swala la lugha. Kwa hiyo inawezekana tukafanya malalamiko kwamba upande wa pili mambo yao yanaenda rahisi kuliko sisi. Kuna jambo ambalo inabidi tulifanye hapo ili kuhakikisha kwamba tunaelewana vizuri, na sisi tayari tumeliona na tutalifanyia kazi ili wote tuweze kunufaika na fursa hizi. Ndugu zangu, Exporters Forum ni jambo muhimu sana, na tumekubaliana ndani ya wizara kwamba tutalianzisha na tutakuwa tunafanya physical na virtually, at least kwenye kila bidhaa ambayo tunafanya export. Kwa hiyo niwaambie TanTrade, leo ni mwanzo. Sio waziri katoka hapa ameshaelezea fursa, nyie mnaenda kufunga kila kitu mnaweka makabatini. Ndo tumeanza sasa engage na exporters kwa nguvu sana ili waweze kuelewa soko, waelewe taratibu, tuwafungulie fursa, tuwasaidie. Alafu sasa tuanze kuzungumza kuhusiana na mafanikio ambayo tunayapata. Sekta binafsi ndio injini ya ukuaji wa uchumi na maendeleo ya viwanda. Mafanikio ya mpango huu yatategemea kwa kiasi kikubwa utayari, ubunifu na ushindani wa wazalishaji na wauzaji wetu nje ya nchi. Kwa hiyo vile vile sisi kwa upande wa serikali tumesema tutafanya majukumu yetu, lakini vile vile napenda kuwahimiza wafanyabiashara wa Tanzania kuwekeza katika kuboresha ubora wa bidhaa, kuongeza thamani, usindikaji, ubunifu na matumizi ya chapa ili kujijengea ushindani katika soko la China na kimataifa. Tukumbuke kwamba mpango huu sio tu wa kuondoa kodi kwenye bidhaa, bali unahusu kuleta ustawi,
wa pamoja na kufungua fursa kwa wakulima, wazalishaji, wasindikaji, wafanyabiashara na wabunifu wa Tanzania. Ni mpango ambao unahusu kuleta fursa kwa wakulima, lakini vile vile kwa pamoja tunaweza kuifanya nchi yetu kuwa kitovu cha biashara ya nje na uzalishaji wa viwanda wenye ushindani katika ukanda huu. Mimi ninaamini kwa pamoja tunaweza kugeuza haya kuwa ukuaji wa uchumi ambao unaleta ajira, utaleta upanuzi wa viwanda na utaleta ustawi kwa wananchi wetu. Lakini sasa ninapohitimisha, naomba nitoe wito kwa wadau wote, taasisi za serikali, sekta binafsi, washirika wa maendeleo, wauzaji wa nje na taasisi za fedha, tuweze kushirikiana kwa pamoja kuhakikisha kwamba tunanufaika kikamilifu na fursa hii ya kihistoria. Ninaamini mkutano huu utakuwa mwanzo wa ushirikiano imara zaidi, ushindani mkubwa wa biashara za nje na ustawi mkubwa zaidi kwa taifa letu. Baada ya kusema haya, mimi ninawashukuru sana na ninawaahidi huu ndo mwanzo sisi wa kuonana ili kuanza safari yetu ya kulishika vizuri soko la China. Waziri Kapinga amesema hayo leo wakati akiongea katika mkutano uliowaleta pamoja wadau ambao wamekuja pamoja kwa ajili ya kujadiliana kuhusiana na fursa ambazo zinapatikana wakati huu ambapo China imeziruhusu nchi 53 ikiwemo Tanzania kufanya biashara ama kuingiza biashara nchini China na kufanya biashara kwa uhuru kabisa bila ya kulipa ushuru. Mkutano huu umeandaliwa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa ushirikiano na Jumuiya ya Watu wa China.